kwa kuniona ili na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye mjadala huu wa bajeti kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila asubuhi kiti cha Spika huwa kinatuongoza kuomba dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea Bunge. Wakati huo mimi huwa naitafakari sana ile dua. Dua ile imejaa maombi mengi, lakini sehemu inayonipa tafakuri kubwa ni pale ambapo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kujadili kwa dhati ili tulete manufaa kwa watu wote na ustawi wa taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye baadhi ya mijadala mimi huwa napata wasiwasi. Tunaelewa uzito wa dua hiyo? Kujaliwa kujadili kwa dhati sio jambo jepesi. Udhati unataka ukweli. Ni lazima ukweli tuuseme na tuusimamie kwa dhati. Kwa nami leo namuomba tena jioni Mwenyezi Mungu anijalie niweze kujadili kwa dhati kwenye bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa na mchango kwenye maeneo machache. La kwanza ambalo naona halijapata mjadala wa kutosha ni suala la kuongezeka kwa bei ya mafuta. Kwenye bajeti hii nimesoma kwenye aya ya 28 na kwa kweli nimeshangaa sana na nimepata wasiwasi. Mimi ni Tomaso, napenda kuhoji kudadisi kwamba kwa nini jambo zito hili waziri amelitaja kwa mtindo wa kupita hivi. Nikaweka maswali mengi. Serikali inasema humu kwamba kwa mwezi Mei imeweka ruzuku kwenye mafuta na inasema kwa diesel imeweka shilingi 259 na kwa mwezi Juni imeweka shilingi 535. Hili jambo ukiangalia gharama, ukiangalia ukubwa, wingi wa mafuta tunayoagiza kwa mwezi, ukazidisha kwa fedha hizi, bila shaka haya ni mabilioni ya shilingi. Lakini waziri wa fedha ameitaja kwa jumla hivi. Mimi ninapata mashaka mpaka pale nitapopata taarifa za nyongeza, mpaka nijibiwe maswali matatu. Ni fedha kiasi gani serikali imeziingiza kama ruzuku kwenye mafuta? Swali la kwanza. Tukishayajua hayo mabilioni, ni lazima tujue impact, matokeo ya mabilioni hayo ya kodi za Watanzania kwenye kushusha bei ya mafuta. Sijawahi kuona mafuta yakishuka isipokuwa hivi karibuni kwa shilingi 20 mpaka shilingi 30 hivi. Ni lazima tujue ruzuku hii ilitolewa kwa mafuta yaliyoagizwa wakati gani, na mafuta hayo bila ruzuku yangeuzwa kiasi gani, na hiyo ruzuku imeleta impact gani. Kama hayo maswali hayapati majawabu, inawezekana mambo mawili yametokea. Jambo la kwanza, inawezekana kwa sababu baadhi ya wabunge tulitoa rai serikali iondoshe tozo kwenye mafuta, na tulitoa rai serikali iweke ruzuku. Inawezekana tunapewa ahadi hiyo kwenye makaratasi peke yake. Hilo linawezekana. La pili linalowezekana, taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. La pili linalowezekana, na tulipata uzoefu kwenye pamba, serikali iliweka ruzuku kwenye pamba. Mheshimiwa Ado, namuona Mheshimiwa Matiko amesimama, anataka kutoa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama tu kumpa Mheshimiwa Ado taarifa alipokuwa anajaribu kuelezea kwenye ibara ya 28
kwamba ilitolewa ruzuku ya 259 Mei kwa lita, lakini na 535 Juni kwa lita. Lakini nampa taarifa kwa sababu ameitamezi vitu viwili. Kwanza akataka serikali iwe imeshatoa ni kiasi gani kinaweza kutumika, na akataka amekoti na Juni ambayo bado tuko nayo, na tunajua ametoa ruzuku kwa Juni hiyo 539. Consumption yake itajulikana mwisho wa mwezi Juni kuweza kujua ni lita ngapi ambazo zimetumika so far, ili waweze kucalculate based on lita ambazo zimetumika na ile ruzuku ambayo serikali imetoa kwa lita. Lakini pili, nimkumbushe tu kwamba nahisi ni ulaghai kwa serikali. Moja tu kwa mujibu wa shikamani. Ni moja hiyo. Amesema ni ulaghai kwa serikali kutoa hii ruzuku. Huko nyuma sio kipindi hichi ishawahi kutokea kama hivi na serikali ikatoa ruzuku kwenye mafuta na Watanzania wote wanajua. Asante sana. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, naipokea taarifa hiyo kutoka kwa Esther Matiko. Mheshimiwa Esther Matiko anajaribu kutekeleza wajibu ambao sio wake. Ngoma ya mafuta ni ngoma mzito. Uwanja wa mafuta ni uwanja ambao usipokuwa makini ni uwanja wa magenge ya cartels. Hapa tunazungumza Mheshimiwa Ado, ni swala la kuipokea au kutoipokea na kuendelea na mchango wako. Waziri yuko hapa, waziri wa fedha yupo, waziri wa nishati yuko pale. Maswali yajibiwe kwa kina. Ruzuku ya Mei na ruzuku ya Juni tupate taarifa kamili. Serikali itakuja kuwainda hapa itaeleza hoja yake. Na nilikuwa natahadharisha, tunao uzoefu wa ruzuku miaka ya nyuma kwenye pamba. Tusipokuwa makini na tukaoji maswali kama haya, kwenye pepa utaambiwa ruzuku imetolewa, kwenye uhalisia itaingia kwenye mikono na mifuko ya watu wachache. We must argue, lazima tuoje. La pili, maki ndio tushachelewa hapa. Kwa hiyo eneo la pili, serikali tunafahamu nia ya kulinda viwanda vya ndani na kukusanya mapato, lakini tuangalie sekta zinazowagusa wanyonge wengi. Nitazitaja tu sekta mbili. La kwanza, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi gani hivi karibuni na wavuvi, sielewi. Nilivyoisoma hii naona tax measures nyingi ambazo zinaenda kuathiri sekta ya uvuvi. Natoa rai tu review kodi zetu na tozo kwenye nyavu na tuangalie impact yake kwenye uvuvi. La pili, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi gani na bodaboda. Maana yake usajili wa pikipiki gharama imeongezeka 90 mpaka 1,500,000. Kuagiza pikipiki 5%. Sijui ili mradi tozo juu ya tozo itaenda kuwa na impact kwa sekta ya bodaboda. Eneo la mwisho nataka kuchangia. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimalizie mwenyekiti, kengele yangu. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpe taarifa Katibu Mkuu wa Chama cha ACT Mbunge Mheshimiwa Ado. Mosi, Chama cha Mapinduzi chenye mamlaka kilichopewa dhamana na wananchi wa Tanzania hakiwezi kuwa na ugomvi na wavuvi. Kwa mipango thabiti ambayo waziri wa uvuvi aliitoa hapa kwenye bajeti yake, lakini kwa mipango ambayo imewekwa na waziri wa fedha, alichoshindwa kusema, tozo imewekwa kwa bidhaa ambazo zinaingizwa kutoka nje. Lengo ni kulinda viwanda vya ndani na kulinda wavuvi wetu, lakini quality ya nyavu zitakazotengenezwa ziwe na tija kwa wavuvi wetu. Asante. Leo nasema serikali ina ugomvi ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi na wavuvi, ambayo imeweka mkakati wa kuwawezesha wavuvi kuvua kwa vizimba. Asante. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unapokea taarifa yake kwa sababu pole. Kuna taarifa kutoka kwa Esther Bulaya, unaipokea? Siipokei kwa sababu sijui umahiri huo wa CCM ameujua lini. Akiwa Chadema majuzi ama sasa. Ule niliyosema kujadili kwa dhati, mfano mmoja wapo ni huu hapo. Naendelea la mwisho, hoja ya mwisho.
Hoja ya mwisho, hoja ya mwisho mwenyekiti. Bulaya, naomba kaa chini. Hoja ya mwisho, hoja ya mwisho. Mwisho tatu nao nayo. Kaa chini. Hoja ya mwisho. Kaa chini. Haujapewa ruhusa. Hoja ya mwisho. Malizia. Hoja ya mwisho. Nimesoma hotuba hii kwa kina. Amani imetajwa mara 5. Katiba haijatajwa. Ado, Mheshimiwa, taarifa. muda wako umeisha. Wind up. Malizia. Nilikuwa nataka La nipe mwisho taarifa. ninalotaka kusema. Oda. Mr. Bulaya, hatutoi taarifa wakati mtu ana wind up. Malizia. Mimi na wind up. Challenge ninayotaka kuwapa ni kwamba Chama cha Mapinduzi pia kupitia hotuba hii kinaonekana misingi ya utawala bora, haki za binadamu. Ukiangalia matukio ya utekaji hivi karibuni hayajapewa umuhimu, na hatuwezi kutekeleza bila kuweka framework ya uwajibikaji. Muda wako umeisha. Naomba kaa chini. Muda wako umeisha. Nimwite sasa Daktari Damas Ndumbaro, atafuatiwa na